Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Tunakuletea ujumbe wa neno la Mungu wa kukufariji, wa kukutia moyo na kukuinua popote ulipo unapotusikiliza na unapotufuatilia. Na kabla ya mambo yote, tunaomba tumshukuru Mungu kidogo kwa ajili yako pamoja na ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo. Tunakushukuru sana Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa kutupatia neema. Asante kwa sababu umetujalia kuongezeka kukujua. Umetuongeza kiwango cha rohoni. Tunaongezeka ufahamu wetu wa rohoni siku hadi siku. Tunaongezeka katika kujua, tunaongezeka katika kuona, tunaongezeka katika ufahamu wa rohoni. Katika jina la Yesu, bariki ujumbe wa neno la leo. Bariki wasikilizaji wetu na watazamaji wetu pote walipo ulimwenguni wanapotutazama. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, Baba ninaomba, amen. Na leo tunataka tuangazie kidogo kuhusu huduma ya yatima na wajane. Na tunaongozwa na neno la Mungu katika kile kitabu Yakobo 1 mstari ule wa 27. Inasema, dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Bwana ni kwenda kuangalia yatima na wajane na kujilinda na dunia pasipokuwa na mawaa. Lakini tuangalie pia neno lingine la Mungu la msingi katika kitabu kile cha Zaburi ya 68 mstari wa 5. Inasema, baba wa yatima na mwamuzi wa wajane, baba wa yatima na mwamuzi wa wajane, Mungu katika kao lake takatifu. Mungu huwachukua wenye huzuni, Mungu huwakalisha wapweke nyumbani, huwatoa wafungwa wakae hali ya kufanikiwa, bali wakaidi hukaa katika nchi kavu. Msikilizaji, yatima ni mtoto aliyefiwa na baba na mama au aliyetelekezwa katika hali ya udogo namna hiyo. Lakini mjane na mgane ni mwanamke au mwanaume aliyefiwa na mwenzake, au mwanaume au mwanamke aliyetupwa na mwenzake. Kwa hiyo sasa kuna watu pia wamekuwa wakifikiri mtu kuitwa mjane lazima afiwe. Hapana, kuna ambao wamefiwa, lakini kuna ambao wametupwa. Katika Isaya 54 inaeleza vizuri mstari ule wa 5. Isaya 54 mstari wa 5 inasema, kwa sababu muumba wako ni mume wako, Bwana wa majeshi ndilo jina lake, na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni, kama mke wakati wa ujana atupwapo, asema Mungu wako. Kwa hiyo kuna ambao wametupwa na kuna ambao wamefiwa. Huduma ambazo tunataka kuziangalia ni nini? Ni kama vile huduma za afya za yatima na wajane, lakini tunaangalia huduma za malazi kwa ujumla, makazi. Kuna wajane unakuta wamefiwa na wenza na hawakuacha na makazi, hawakuacha na mahali pa kuishi, au waliwaacha na nyumba ambazo sasa zimeshazeeka, hawana mahali pa kukaa. Lakini kuna yatima ambao sasa wanahitaji ada za shule, kuna yatima ambao wanahitaji matibabu, wanahitaji mavazi, wanahitaji matumizi ya kila siku kama na wewe ulivyo. Kwa hiyo kuna faida kubwa sana katika kumtumikia Mungu, hasa ukagusa wa yatima na hawa wajane na hawa wagane. Kuna wengi ambao ni yatima sasa hivi na wengine wanaishi katika mazingira magumu, hawana mzazi chini ya mbingu. Unapokuwa mzazi wao, unakuwa wewe ni chombo. Mungu anakuwa anakutumia kama chombo kwa ajili yao. Shukrani zote zinakuwa zinamrudia Mungu. Katika kile kitabu cha Isaya 41 mstari wa 15 anasema, tazama nitakufanya chombo kipya cha kupuria. Mungu akisha kufanya chombo, hicho chombo anakitumia katika nafasi yote ile yeye anayotaka kitumike. Anaweza kukufanya chombo kwa ajili ya yatima, anaweza kukufanya chombo kwa ajili ya wajane, anaweza akakufanya chombo kwa ajili hata ya wale ambao ni watoto yatima ambao wameshindwa kwenda shule, basi kwa sababu wamekosa ada za shule, wameshindwa kupata matibabu kwa sababu hawana bima za afya au hawana gharama. Lakini wengine wanakwashia koo, yani wana njaa kwa sababu wamekosa chakula,
Lakini wapo wengine unakuta kabisa kwamba hata kupata mlo wa siku ni taabu. Msikilizaji wetu, tunaomba Mungu akutumie wewe unayenisikiliza kama chombo chake katika Isaya 41:15. Uguse watu hawa wenye mahitaji maalum, na Mungu hata kusahau wewe pamoja na uzao wako. Dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Bwana ni kwenda kuwatazama yatima na wajane. Kwa hiyo kuna kwenda kuwatazama kwenye vituo, lakini unaweza ukakuta unanisikiliza, jirani yako kuna mtoto yatima, au mbele yako kuna mtoto yatima unayemuona, au kuna mjane unaona anavujiwa, ana nyumba ya kukaa, au kuna mgane yuko mahali yuko katika huzuni, upweke. Katika ile Zaburi ya 68 mstari wa 6 anasema kwamba Mungu achukua wale wenye huzuni na wenye upweke. Yuko mwenyewe, hana mtu wa kuzungumza naye. Kwa hiyo hatuzungumzii tu kwamba mahitaji ya fedha tu, lakini hata unapokuwa na neno la faraja kwa ajili ya mjane ukazungumza naye, ile ni dawa kubwa sana ya nafsi. Unajua wengi wameachwa katika hali ya majeraha. Tunafahamu wajane ambao baada ya kufiwa wamenyang'anywa kila mali zao zote ambazo walikuwa wamechuma na waume zao marehemu. Wamenyang'anywa na mashemeji, wengine wametendwa vibaya na mawifi, wengine wamesimamiwa hata mambo ambayo ni mabaya, wakafukuzwa na wako katika mazingira ambayo hawana makazi. Biblia inasema kurungu naye ameona kiota, lakini hawana kiota cha kujisitiri. Ndugu yangu, mahali popote ulipo unaponisikia, jitahidi kugusa nafsi mojawapo kati ya hizi, na Mungu hata kusahau wewe na uzao wako, kwa sababu unapofanya hivyo Mungu anakuwa anakutumia wewe kwa ajili ya wale watu, na hakika hautasauliwa. Unajua wema ni akiba na ubaya ni akiba. Kadri tunavyoendelea kutenda mema, tunakuwa katika ulimwengu wa roho, tunaweka akiba. Kadri tunavyoendelea kutenda mabaya, tunakuwa na akiba ya mabaya. Na katika kitabu cha Wagalatia sura ile ya 6 mstari ule wa 7 inasema, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Wema unapandwa, lakini na ubaya unapandwa. Kwa hiyo fanya bidii kupanda wema, kwa sababu utavuna wema. Kila unapomwangalia mjane, huwezi kujua kesho yako ikoje. Kila unapomwangalia mtoto yatima, huwezi kujua ni nani atakuja kuangalia watoto wako. Kila unapomwangalia mtu mwenye huzuni, huwezi kujua utapitia mahali gani na nani atainuliwa kwa ajili yako hapo baadaye, ingawaje hatuombi hayo ya kukute. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji wetu, popote mlipo mnapotusikiliza, somo la leo linahusu yatima na wajane, huduma ya yatima na wajane na watu wanaoishi katika mazingira magumu. Lakini kuna watu ambao ni wanasheria na wengine ni mahakimu. Mmesimama kwenye hila, mkatoa hukumu ambazo ni za hila, mkawatesa ya wajane, mkawatesa yatima, haki zao zikazulumiwa. Mungu amezungumza katika kitabu cha Kutoka 22:22, usimtese mwanamke mjane wala yatima aliyefiwa na baba yake, kwani ukiwatesa hao, hakika hasira yangu itawaka moto. Nitawaua watoto wenu kwa upanga, nitawaua waume zenu kwa upanga, nanyi mtabaki wajane na watoto wenu watabaki mayatima. Mungu amesema hasira yake itawaka moto mtu akiwatesa. Kuna watu ambao wewe ni mwanasheria, lakini umepewa hela za hongo. Unanisikiliza hapo ulipo, ukakubali kuchukua hela za hongo, ukapindisha sheria ili mjane anyang'anywe mali zake baada ya kufiwa. Wewe ni hakimu, umeamua hukumu ambayo hukumu hiyo sio nzuri, ni hukumu ya hila kwa sababu ya rushwa uliopewa. Sasa mama mjane amenyang'anywa makazi, watoto wanahangaika, hawana mtu wa kuwapeleka shule. Na kuambia Mungu wao sio marehemu. Kuna wakati hiyo pesa unaopewa utasikia ikizungumza ndani yako. Hasira ya Mungu itawaka moto. Unaweza ukasomesha hao watoto wako na hizo hela zenye machozi ya mjane, machozi ya yatima, lakini zikakuua. Mungu akusaidie sana popote unaponisikiliza. Sikuombei mabaya, lakini kweli apandacho mtu ndicho atakachovuna. Tujitahidi kutenda matendo mema, tufanye matendo ya huruma, tuguse watu kama hawa ambao wana vilio, ambao hawana mahali ambapo mpakulilia, wanalilia ndani. Nimeona yatima wengi, wengine wanalala makaburini. Sasa nimeona wajane wengi ambao sasa jinsi kulivyo sasa wanalala hapa, wanaomba kwa watu, wanalala huko kwa sababu wamefukuzwa na hawana mahali pa kwenda. Lakini ninawajua watoto wengi yatima ambao sasa hivi hawana ada za shule, hawana karo za shule, hawana mahitaji maalum, hawana hata gharama, hata wakiumwa hamna mtu wa kuangalia. Nimeona yatima hao wengine wanaishi kwa watu, wananyanyaswa, wanalishwa vyakula vya mbwa. Nimeona watu hao wote
moyo wangu wote, moyo wangu unasikia kuvunjika sana kwa ajili ya watoto hawa. Naomba mahali popote unaposikia, hebu fanya kitu kwa ajili ya mtoto yatima, hebu fanya kitu kwa ajili ya mjane, na ukifanya hivyo hakika Mungu tuliye naye hawezi kukusahau. Ninakuombea baada ya kusikia ujumbe huu uweze kuguswa. Kuna wajane wengi wanaenda hawana nguo. Ninajua wamama wengi wajane ambao hawana nguo, wanatembea lakini hawana nguo. Ninawajua watoto wengi yatima hawana nguo. Ninawajua watoto wengi yatima hawana chakula hapo walipo. Ninajua na nawafahamu walipo watoto wengi ambao ni yatima sasa hivi, wameshindwa kwenda shule, wanahitaji karo za shule. Na hata sasa nina wengi ambao nawaangalia hawana karo za shule, hawana mahitaji, hawana mavazi, hawana chakula. Tunao wengi, lakini tuna wajane ambao nyumba zao zinavuja. Tuna wajane ambao hawana nyumba kabisa, wanalala nje, hawana mtu wa kuwasaidia. Kipindi hiki kuna baadhi ya makanisa mengi sana yamesahau kwamba kuangalia wajane na yatima. Lakini unaposikia kupitia chaneli yetu, tunaomba uguse wajane na yatima. Na kama una kitu chochote, hata kama una nguo unapenda kutoa kwa ajili ya yatima au wajane, basi usisite kuwasiliana na sisi kupitia namba 0759044115, 0759044115 au 0676237816. Na unapokuwa unafanya hivyo, Mungu atakubariki sana. Kuna watu wengi sana wananisikiza, wana nguo wanachoma moto. Usichome nguo moto. Tuna watu tunaoangalia ambao kwa kweli ukiangalia hawana nguo. Kuna wajane hawana nguo, kuna wajane hawana viatu, kuna wajane hawana chakula, kuna yatima. Sasa hivi ninao yatima 4 hawajaenda shule kwa sababu ada zimekosekana. Na kuomba mahali popote unapotaka kuwa chombo cha Bwana, Mungu amesema nitakufanya kuwa chombo, na uko tayari, moyo wako una utayari. Napozungumza hivi, kama wewe kupitia maisha ya kufiwa na wazazi wako au maisha ya kufiwa na mwenza, na ukapitia maisha ya shida alafu Mungu akakuinua, utakumbuka hichi ninachosema. Ninaomba Mungu akubariki sana na utoe kwa moyo wa ukunjufu. Na kabla sijamaliza, nataka kuomba sasa kwa ajili ya wale wote ambao wanataka kutoa kwa ajili ya yatima na wajane. Baba, asante kwa ajili ya upendo wako. Ninamleta msikilizaji wetu katika madhabahu yako, mguse katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninamfunika yoyote anayesimama na yatima na wajane na wale wenye huzuni. Naomba Bwana ukabariki kila atakayenyosha mkono wake kwa ajili ya mjane, yatima au mgane au yoyote yule mwenye huzuni. Baba, ninakuomba asipungukiwe. Ninaomba ukampiganie, ukamtetee, na hichi anachofanya Bwana kiwe ni mbegu kikazae katika familia na ufalme wako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Ninawaweka wote sasa mikononi mwako. Amen. Basi unaweza ukawasiliana na sisi kupitia namba 0759044115 au 0676237816. Asante kwa kusimama pamoja na yatima, na asante kwa kuendelea kufuatilia vipindi hivi vya Saa ya Faraja. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana.